Mila na nia mashabiki wa Simba kuona namna ambavyo Simba tunakwenda kuwa mabingwa wa CRDB Federation Cup, lakini pia kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Sisi tunaamini mashabiki wa Simba chini ya jua hakuna kinachoshindikana. Kwa namna ambavyo Mwalimu Fadlu alivyoongoza timu yake, mashabiki wa Simba walivyojitoa, management ya Simba ilivyofanya kazi sawa sawa. Lakini tuamini waandishi wa habari, moja ya kiongozi wa Simba na mwenyekiti wa bodi alimeshatuahidi. Kwanza alisema kwamba anahitaji kuona timu ambayo inakuwa katika 10 bora kwenye bara la Afrika. Awamu ya pili baada ya kurejea akasema nataka kuiona Simba na kwenda kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Iwe isiwe, watake wastake, mwaka huu Simba tunakwenda kuweka rekodi nzuri na historia kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Kisugu umeshinda bao 5, mtani atakuja kweli tarehe 15? No comment, siwezi kuwajibia. Sisi timu ya mpira naweza kuwajibia watu wacheza bao. Kwa hiyo mimi siwezi kuwajibia katika hilo. Siwezi kuwajibia katika hilo. Labda ile kauli ya Kingi Msukuma bungeni kuzungumza Yanga alikuwa sahihi kugomea mchezo. Ni kauli ya kishabiki. Kwa sababu Msukuma naye kuna muda mwingine anakuwa kama shabiki wa Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo mimi naamini kauli ya kishabiki, lakini Msukuma siku zote huwa anawaambia watu kwamba yeye mwisho wake darasa la 7. Kweli jana ameonyesha darasa la 7 wake. Ameshindwa kujua kanuni na ameshindwa kujua mpira kwamba unaongozwa na chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF. Kuna muda serikali na ukubwa wake haina mamlaka kwa mujibu wa kanuni kuingilia mpira. Wanapokwenda kuingilia mpira, maana yake unakwenda kuliponza taifa, kwenda kuzuiliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Maana yake nini? FIFA. Kwa hiyo jana alipokuwa anasema yeye darasa la 7, amekwenda kuonyesha darasa la 7 wake. Na ndio maana Profesa Kabudi ameonyesha utofauti mkubwa kati ya profesa na darasa la 7. Ameuliza swali kwa kutumia zaidi ya dakika 15. Majibu yalitoka sekunde 38, mimi nimezihesabu. Bwana. 38. Ya Kabudi. Yes. Swali limeulizwa na darasa 7, aliyekwenda kujibu ni profesa. Una maana gani kujibu? Msukuma mimi namjua, ni mshabiki wa Dar es Salaam Africans. Msukuma ni Yanga mwiko na ni nyuma mwiko. Kwa hiyo mimi nyuma mwiko akizungumza mimi nimejua anazungumza kutokana na ufahamu wa nyuma mwiko. Yes. Anaipambania Yanga yake. Yes, nyuma mwiko. Labda ile baada ya spika wa bunge kumtambulisha Engineer Hersi Said, Esther Bulaya kusema na kauli yake atucheze mpaka bungeni imetawala. Yes. Siku zote mimi wanasema ukimkuta mshabiki wa Yanga yuko Mbagara kwetu kule Kimbangulile, ukimkuta mshabiki wa Yanga yuko Dodoma, ukamkuta mshabiki wa Yanga yuko Malawi, akili zao zitofautiani. Mara nyingi Mbagara, mara nyingi akili za nyuma mwiko huwa zinakuwa sawa sawa. Ukimkuta Yanga wa Mbagara, ukimkuta Yanga Dodoma, akili zao zinafanyaje? Leo Esther ni mbunge, anajua katiba ya Dar es Salaam Africans. Yanga imetengenezwa kwa ajili ya kucheza mpira. Yeye aliposema hatuchezi, lakini sikushangaa kwa sababu ni mwanamama, nikajua Esther atakwenda kucheza mdako. Esther atakwenda kuruka kamba. Kwa hiyo akisema sisi hatuchezi, yuko sahihi, wasicheze. Watu wa mpira tunacheza. Leo tumekuja kushuhudia Simba na Pamba Jiji. Naogopesha hatani vipola vichache. Wacha waogope hii Simba. Bado kuna mbele kuna Mpanzu lazima uogope. Mbele kuna Kibodeli si lazima uogope. Mbele kuna Ateba lazima uogope. Mbele kuna MVP lazima uogope. Wacha waendelee kuogopa. Sheikh Sugu, watu wengi wanasema Simba Sport ukiona Simba amecheza usiulize masuala ya penalti. Lazima penalti ipatikane. Watu wanajua moja katika timu ambazo waandishi mkienda kwenye takwimu zinaingia kwenye boksi la mpinzani kuliko timu yoyote katika ligi NBC ni Simba. Kwa hiyo unapojua kuwa penalty yule Mpanzu unaweza kumkabila dakika 90 usimfanyie foul kwenye 18, beki kwa wewe unaweza? Ni ngumu. Yule Ateba kwa namna spirit na nguvu alizokuwa nazo akigadi mpira ndani ya box unakosa kumchezea rafu. Lakini waandishi mnauliza swala penalty, inaonekana na nyinyi uwezo wenu unanipa mashaka. Najua wengi wenu msoma lakini unanipa mashaka, mnielewe Kiswahili. Unanipa mashaka. Penalty ni moja ya kanuni kwenye mpira. Ukimkosea mtu kwenye boksi, mwamuzi lazima afanyeje? Amue. Lakini mbona imekuwa hoja Simba akipata penalty mnasema bingwa wa dunia amepatikana kwa mikwaju gani? Bingwa wa dunia. Leo mnahoji Simba kwa nini amepata penalty? Zinakuwa tata wanasema. Tata kwako. Waliopewa kutafsiri sheria. Au ndio bwana Kisugu. Waliopewa kutafsiri sheria. Mashabiki wa Yanga wanarekodi dakika zenu za nyongeza, wanasema zinaweza kuzaa mechi nyingine kabisa. Siwezi kuwajibia kwa sababu siku zote niliwahi kumsikia mheshimiwa mmoja anatoa mfano. Ukimkuta chizi anaoga, wewe unaoga, chizi akabeba nguo zako kamkimbiza, chizi nani? Ni ngumu sana kuwajibia mashabiki wa Yanga, uwezo wao unaujua.
Ngumu sana kujibu. Unasema amebakiza mechi 3 tu za ligi kuu soka Tanzania bara. Yes, sawa. Hesabu anajua kama imekuwa 3 walazimishe. Wao watakujiwa hesabu zao 3, Simba tuendelea hesabu zetu kama 5 au 6. Kila mmoja achukue hesabu. Kisugu kwa hichi ambacho anachokifanya MVP wa Ivory Coast, pengine anaashiria MVP anautaka msimu huu. Tulijua uwezo wake na ndio maana tukamleta kwenye klabu ya Simba. Kwenda kumchukua MVP wa Ivory Coast sio jambo dogo. Pesa imetumika. Hongera sana mwenyekiti wa klabu ya Simba Mohamed Dewji Mo. Unafanya kazi kubwa. Kuna muda lazima tuchukue nafasi hii kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa maisha marefu. Mzee anatupa faraja huyu. Mohamed Dewji anatusababisha wana Simba kutembea kifua mbele. Mohamed Dewji amesababisha tunapungua Dar es Salaam. Mwana Simba ukitembea Yanga akikuona na kula chocho anajificha kwanza upite. Kumbe wanakimbia. Happy birthday mwenyekiti wa Simba Mohamed Dewji. Nawashukuru sana. Anakimbia Kisugu. Kwa kumlaumu mtu, kushusha hadhi ya mtu, kumtukana, kumdhalilisha, hayo sio mambo ya mpira. Mpira duniani kote una utaratibu wake unaosimamia. Sasa kabla hujashiriki masuala yanayohusu mpira, kwanza ujifunze kwamba huu mpira unaendeshwa vipi, unaenda vipi. Sasa ni vigumu sana yani kuanza kuelezea inatakiwa ifanyike nini na nini, lakini mpira, sisi ambao tumekuwa katika mambo ya mpira kwa miaka mingi, tunaelewa utaratibu wa mpira jinsi ulivyo. Imeshatokea mara nyingi timu zinashiriki michezo, matokeo yanakuwa sio fair, lakini sisi tunasema kwamba ni jambo ambalo limeshatokea na likishatokea limetokea, tunaliacha, tunaendelea mambo mengine. Lakini ukileta mambo ya ushindani kama mnasutana, mara huyu ameenda mambo ya vijola, sijui ya kupelekeana sijui vitu gani, hayo ni mambo ambayo yani ni ya michezo mingine, yani sio ya mpira wa mguu. Naona mimi ni siasa tu ya mpira wa miguu. Sijui kama ni siasa, lakini naona yani kama ni mambo ambayo hayahusiani na mpira. Mambo ya mpira yani yanaamuliwa na taratibu zilizowekwa. Bodi ya ligi ina consist vilabu vyote, bodi ya ligi hata hiyo TFF yenyewe, vilabu vya ligi kuu ni sehemu ya TFF. Labda hawaelewi hata structure yenyewe ya TFF inakuwa formulated vipi. Sasa ni mambo ambayo yani ni sawa na wewe mwenyewe uwe na kidole chako wewe kimoja alafu unakilaumu. Yani ndani ya mwili wako wote alafu unalaumu kidole kimoja. Haiwezekani. Na wanazungumzia uonevu pia ambao pengine wako nao kwenye mambo. Kwanza watupe tafsiri ya uonevu. Mimi nawaambia sikutaka kwenda katika engo hiyo, lakini ninachoweza kusema tu ni kwamba mtu anapokuambia sisi tunaonewa, mnaonewaje? Kwanza yani hilo ndo mnaonewa na nini? Yani kitu ambacho kinakuonea. Unajua kwamba katika maisha ya mwanadamu mtu mwingine sukari ni tamu, lakini akila anaona chungu. Sasa tutaamini kwamba sukari ni chungu? Yani yeye akisema sukari chungu ndio tuamini watu wote? Inawezekana anasukumwa na maradhi, anasukumwa na tafsiri ya kinywa chake au ugonjwa, au pengine akili yake Mungu amemjalia haiwezi kutafsiri. Umeelewa? Tunapozungumzia uhuru wa nini? Yani unapozungumza uhuru wa kitu gani? Tunapozungumzia swala la uendeshaji wa mpira, TPLB ni bodi ambayo iko huru. Kanuni zote ambazo zinatungwa na zinatumika ndani ya uendeshaji wa bodi ya ligi ni kanuni ambazo zimetungwa kwa kushirikisha vilabu vyote vya ligi kuu. Governing Council ya bodi ya ligi ina consist wajumbe kutoka vilabu vyote. Sasa huyu ambaye analaumu anakuwa anafikiria nini? Yani anaelewa kwanza anachokizungumzia? Yani kwanza na ninyi waandishi mwe na nafasi ya kuwauliza hivi bwana wewe unalaumu hii, hebu tuambie nini unachomaanisha. Nasikia kuna mtu anazungumza La Liga sijui EPL, anaelewa vizuri? Inabidi aelewe kwanza. Fanya utafiti ili uweze kuzungumza vitu ambavyo vina msingi wa kujenga. Usizungumze tu ovyo ovyo tu ili mradi unaonekana wewe umesimama mahala unazungumza tu. No. Kwa hiyo tuwe na nafasi ya kuwaruhusu watu wanaojua mambo waelezee na watu wapate kuelewa. Unapodai haki lazima ujue kwamba kuna wajibu wa kutekeleza kabla wewe kupata hiyo haki. Asante sana. Shukrani pia.